Taarifa isiyotarajiwa jioni ya leo imemtetemesha vibaya Samia Suluhu. Hujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na tafadhali kumbuka kusubscribe. Katika jiji la Dar es Salaam, kikao cha kimya lakini chenye uzito mkubwa wa kisiasa kimefanyika. Kikao kilichohusisha kiongozi wa chama kikuu cha upinzani na mwakilishi wa juu wa Umoja wa Mataifa. Ni mazungumzo yaliyoibua tena mjadala mzito kuhusu hali ya demokrasia nchini Tanzania baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Ndani ya ofisi za Umoja wa Mataifa, hoja nzito ziliwekwa mezani: hoja kuhusu uchaguzi, hoja kuhusu haki za binadamu na hoja kuhusu mustakabali wa mfumo wa kisiasa wa Tanzania. Katika mkutano huo, kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Dorothy Semu aliwasilisha kile chama chake kinachokitaja kuwa wasiwasi mkubwa kuhusu mwenendo wa kisiasa unaoendelea nchini Tanzania tangu kumalizika kwa uchaguzi mwaka wa jana Oktoba. Mkutano huo ulifanyika Jumanne Machi tarehe 10 mwaka 2026 katika ofisi za ubalozi wa Umoja wa Mataifa jijini Dar es Salaam. Upande wa ACT Wazalendo uliwakilishwa na kiongozi wa chama hicho Dorothy Semu akiongozana na katibu wa idara ya mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa wa chama hicho, wakili Mwanaisha Mdele. Upande wa Umoja wa Mataifa uliwakilishwa na mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika Umoja wa Afrika Parfait Onanga Anyanga. Mkutano huo ulikuwa na lengo la kujadili hali ya kisiasa nchini Tanzania baada ya uchaguzi uliopita pamoja na matukio yaliyoripotiwa kufuatia siku za baada ya uchaguzi. Kwa mujibu wa taarifa ya chama hicho iliyotolewa kwa umma, mazungumzo hayo yaliweka mezani hoja kadhaa ambazo ACT Wazalendo linaona zina umuhimu mkubwa kwa mustakabali wa demokrasia nchini. Katika mazungumzo hayo, kiongozi wa ACT Wazalendo aliwasilisha wasiwasi wa chama chake kuhusu kile kinachotajwa kuwa mwenendo usioridhisha wa mazingira ya kisiasa nchini. Wasiwasi huu unahusishwa moja kwa moja na matukio yaliyoripotiwa wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka 2025. Katika maelezo yake, masuala kadhaa yaliwekwa mbele ya mwakilishi wa Umoja wa Mataifa, na miongoni mwa masuala yaliyotajwa ni madai ya ukandamizaji wa demokrasia, pia madai ya uminyaji wa haki za kiraia na madai yanayohusu uhuru wa vyombo vya habari. Aidha, madai mengine yanahusiana na uwepo wa vitisho dhidi ya wananchi wanaodai haki zao za kidemokrasia pamoja na matumizi ya nguvu dhidi ya raia katika baadhi ya matukio yaliyoripotiwa baada ya uchaguzi. Na katika maelezo hayo, ACT Wazalendo pia ilieleza masikitiko yake kuhusu madhila ya ukiukwaji wa haki za binadamu ambayo yameripotiwa katika kipindi hicho. Matukio haya yanatajwa kuhusisha vifo vya raia katika mazingira ambayo bado yanaendelea kujadiliwa katika mijadala ya kisiasa na kijamii nchini. Kwa chama hicho, matukio haya yameacha maumivu makubwa kwa familia za waathirika pamoja na jamii kwa ujumla. Moja ya hoja kubwa iliyojadiliwa katika mkutano huo ni kuhusu tume ya uchaguzi iliyoundwa kufuatia matukio ya uvunjifu wa amani yaliyotokea tarehe 29 Oktoba mwaka jana na siku zilizofuata. Tume hiyo iliundwa kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na inaongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mohamed Chande Othman. Hata hivyo, ACT Wazalendo ina msimamo tofauti kuhusu uhalali wa tume hiyo, na katika mazungumzo na mwakilishi wa Umoja wa Mataifa, chama hicho kilisisitiza kutotambua tume hiyo. Hoja kuu iliyotolewa ni kwamba serikali inatajwa kama moja ya pande zinazohusishwa na tuhuma zinazochunguzwa. Kwa mantiki hiyo, chama hicho kinaona umuhimu wa kuwepo kwa chombo cha uchunguzi ambacho kitakuwa huru zaidi. Chombo hicho kinapendekezwa kuwa na kimataifa au chenye ushirikishwaji mpana ili kuimarisha uaminifu wa uchunguzi. Pendekezo hilo linaelekezwa katika kuhakikisha ukweli wa matukio unawekwa wazi na hatua stahiki zinachukuliwa pale ambapo kutabainika kuwapo kwa ukiukwaji wa sheria. Na katika mazungumzo hayo, wito maalum uliwasilishwa kwa ofisi ya Umoja wa Mataifa. Wito huo unahusisha umuhimu wa jumuiya ya kimataifa kufuatilia kwa karibu hali ya kisiasa na kidemokrasia nchini Tanzania.
Na kwa mtazamo wa ACT Wazalendo, ushiriki wa jumuiya ya kimataifa unaweza kusaidia kusukuma mbele mchakato wa uwajibikaji ambao unaonekana kuwa muhimu katika kurejesha imani ya wananchi kwa mifumo ya kisiasa na kisheria. Kwa chama hicho kurejesha imani ya wananchi katika taasisi za dola ni hatua muhimu katika kulinda amani na utengamano wa taifa. Mbali na masuala ya uchunguzi wa matukio ya baada ya uchaguzi, mjadala pia uliangazia mustakabali wa mfumo wa kisiasa nchini. Katika eneo hilo, ACT Wazalendo imeendelea kusisitiza msimamo wake kuhusu mageuzi ya kisiasa. Chama hicho kinaona kuwa suluhisho la kudumu kwa changamoto za kisiasa nchini linahitaji mabadiliko ya msingi katika mfumo wa kisiasa na kikatiba. Moja ya mapendekezo makuu ni kuharakishwa kwa mchakato wa kupata katiba mpya na katiba ambayo itaimarisha misingi ya demokrasia, uwajibikaji na usawa wa kisiasa. Sambamba na hilo, chama hicho kinaendelea kusisitiza umuhimu wa kuundwa kwa tume huru ya uchaguzi, tume ambayo inaendesha chaguzi zinazokubalika na wadau wote wa kisiasa na jamii. Kwa mtazamo wa ACT Wazalendo, chaguzi huru na za haki ni msingi muhimu wa kujenga demokrasia imara. Na kwa upande wake, mwakilishi wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa katika Umoja wa Afrika Parfait Onanga alieleza msimamo wa Umoja wa Mataifa kuhusu masuala ya demokrasia na amani. Mtazamo huu unasisitiza umuhimu wa kuwepo kwa mifumo madhubuti kuzuia migogoro katika nchi mbalimbali. Na katika maelezo hayo, Umoja wa Mataifa unaona kuwa matukio ya kisiasa yanayotokea katika nchi mbalimbali yanapaswa kutumika kama fursa ya kujifunza, fursa ya kuboresha mifumo ya demokrasia na fursa ya kuimarisha haki na utawala wa sheria, na fursa ya kuhakikisha matakwa ya wananchi yanaheshimiwa katika mifumo ya utawala. Na kwa mantiki hiyo, Umoja wa Mataifa unaendelea kusisitiza umuhimu wa mamlaka za kitaifa kuongoza nchi kwa kuzingatia katiba pamoja na sheria za nchi. Mkutano huu umeongeza sura mpya katika mjadala mpana unaoendelea kuhusu hali ya siasa nchini Tanzania baada ya uchaguzi uliopita. Na kwa upande wa vyama vya upinzani, mjadala huu unalenga masuala ya uwajibikaji, haki za binadamu na mageuzi ya kisiasa. Kwa upande wa serikali, hoja kuu imekuwa umuhimu wa kulinda utulivu wa taifa pamoja na kuendeleza mifumo ya kikatiba iliyopo. Ndani ya mijadala hiyo ndipo mustakabali wa demokrasia ya Tanzania unaendelea kujadiliwa, na ni mjadala unaogusa taasisi za dola, vyama vya siasa na pia jumuiya ya kimataifa. Na katika mazingira ya sasa ya kisiasa, macho mengi yanaelekezwa kwenye hatua zitakazofuata, hatua za kisheria, hatua za kisiasa na hatua za kidiplomasia. Pia mjadala kuhusu katiba mpya na mageuzi ya uchaguzi unaendelea kupata uzito katika majukwaa ya kisiasa. Wadau wa siasa, wanaharakati na wachambuzi wa masuala ya utawala wanatazama kwa karibu maendeleo ya mijadala hiyo, na kwa sababu katika historia ya mataifa mengi mageuzi ya kisiasa mara nyingi huanza kupitia mijadala kama hii. Na katika siasa za kisiasa ama za kisasa, mikutano ya aina hii huwa zaidi ya mazungumzo ya kawaida. Ni ishara ya mvutano wa mawazo, ni ishara ya mijadala ya demokrasia, na vilevile ni wakati mwingine ni mwanzo wa mabadiliko makubwa ya kisiasa. Ndani ya ofisi tulivu za Umoja wa Mataifa jijini Dar es Salaam, mjadala kuhusu mustakabali wa demokrasia ya Tanzania umefunguliwa upya, na swali kubwa linaendelea kubaki: je, mjadala huu utaishia katika maneno ya kisiasa au utafungua kurasa mpya katika safari ya demokrasia ya Tanzania? Ni hayo tuliokuandalia, mpenzi mtazamaji, kutoka hapa chaneli yako ipendayo ya Kenyascope, chaneli inayokuletea taarifa hizi pamoja na zingine kwa kina. Zidi kuwa nasi, zidi kusubscribe, kulike na kushare video.